Ndugu waandishi wa habari za mchana. Leo nadhani ni mwendelezo wa vikao vyetu. Kwa niaba ya baraza la wazee wa Yanga, kwa niaba ya wanachama wa Yanga, kwa niaba ya wapenzi wa Yanga, kwa Tanzania kwa jumla na wale wasiokuwa wa Tanzania, leo tuna hoja mbili ambazo zinatupa utata katika jambo hili. Hoja mbili tofauti tunataka ambapo ndio msingi wetu tupate ufafanuzi. Hoja ya kwanza, klabu ya Simba ndio iliyofanya mchezo ule usichezwe baada wao kusema hatutapeleka timu uwanjani, na hiyo ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Lakini tarehe 8 mwezi wa 3 2025 bodi ilielekeza kwa mchezo ule uko pale pale, na wakazidi kuhamasisha watu, wakakata tiketi, na bado ifahamike kipindi kile ilikuwa ni mwezi wa mfungo wa dini zote mbili. Kuna wajasiriamali wakaleta vyakula mbalimbali wakitegemea watu watanunua na watapata riziki kuli majumbani kwao. Lakini kwa mshangao saa 8 mchana wakatangazwa mchezo ule au. Sasa basi tunataka kujua kati ya hoja hizi mbili. Hoja ya kwanza, Simba wamesema wao hawapeleki timu uwanjani kwa sababu kuzuiliwa na bosi wa Yanga. Hoja ya pili, bodi ya ligi ndio imeahirisha mechi hii kwa kusema kwamba imeahirisha mechi kuna viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Tatu, wakaeleza kwamba wataunda tume itakayochunguza na kutoa mustakabali huu. Lakini hadi leo tunaongea na nyinyi mwandishi, hakuna kilichotokea. Sasa basi tunapata kigugumizi. Tunataka kujua ni nani alikuwa mlalamikaji bodi ya ligi mpaka mechi kuahirishwa. Mechi imeahirishwa na Simba au bodi ya ligi? Kimsingi hoja ya Simba hapa inaonekana haipo, ilikuwa haina mashiko, na ndio maana katika kuonyesha kwao hakuna sehemu walioitaja klabu ya Simba. Sasa basi kufikia uamuzi wa kuacha mechi hiyo, bodi iliwezaje kuahirisha mechi bila kupokea taarifa ya malalamiko na viashirio rushwa na usalama kutoka kwa mlalamikaji? Bodi iliahidi kuchunguza. Je, imechunguza? Na mpaka sasa kimya. Yanga tunahitaji kujua ni hoja ipi kati ya hizi mbili ambayo timu ya Simba kuziwa kutofanya mazoezi na bosi wa Yanga au viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Kama hoja ni ya bodi ya ligi, itakuwa ni tena sisi turudi mchezoni wakati tuhuma iliyokabili klabu hatujapata ufafanuzi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza vyombo husika, kama ni kweli bwana, unaposema viashirio vya rushwa hapo TAKUKURU, unaposema uvunjifu wa amani, usalama wa raia na mali zake huko chini ya jeshi la polisi, haya majeshi yote mawili hayajawahi kusema chochote. Kwa maana inaonekana leo wanapanga mechi hii, wanapanga nani mhusika, kwa sababu wanachama wapenzi wa Yanga ndio wengi waliokata tiketi kwa ajili ya mechi hiyo, na hao ndio tunaotuhumiwa. Je, wanataka uvunjifu wa amani uendelee au kuna kitu gani kimejificha nyuma ya pazia ambalo litahatarisha amani na usalama wa nchi? Kwa hiyo basi baraza la wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa matawi, wapenzi wao, kwa kauli moja tunaunga mkono kauli yetu ile iliyoongelewa na kamati ya utendaji kwamba hatutacheza mechi mpaka tupate ufafanuzi wa hizi hoja mbili. Ni nani aliyosababisha mechi isichezwe, au bodi ya ligi mlalamikaji naye anakwenda kulalamikia mpaka kafikia hatua kupitia vyombo vya habari? Naomba nyinyi waandishi wa habari mwe mashahidi, umati uliozuka nyuma yenu hao ni viongozi tu wa matawi, na kwa bahati nzuri katiba Yanga ina uwakilishi. Tungesema wanachama wote wa Dar es Salaam waje, hao ni wawakilishi wa matawi mbalimbali waliohudhuria kikao. Tuseme asitokee mwanachama yoyote au mpenzi yoyote akakata tiketi mechi hapo. Lakini lingine tunatahadharisha vyombo vya usalama, kwa sababu huu unaonekana mchezo mchafu uliopangwa. Asije ikaonekana mtu kavaa jezi ya Yanga akasema mwanachama Yanga,
Wanachama wa Yanga hawatakuwepo, wala wapenzi wa Yanga katika mechi hii inaongelewa hawatahusika. Na waliokuwa mkoani, msisumbuke kuja Dar es Salaam, msikate tiketi. Kwanza mjue pesa zenu mlizokata mwanzo zimeenda wapi. Lazima tujue. Lakini pili, haya tukiacha ya vurugu zote za nchi huwa zinaanzia kwenye midomo ya watu. Ielewe au uchaguzi mkuu wa serikali, tunahitaji kupata madiwani, tunahitaji kupata wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga wakite fikra zao na mawazo yao kuona katika maeneo yao husika nani anafaa kuwa diwani, nani anafaa kuwa mbunge, hatimaye tumpate rais wa nchi. Huu mjadala kwa kifupi nasema leo sasa ndio tunafanya hitimisho. Asitokee mtu yoyote au msisikie chochote kwenye mitandao tukatupia hizi habari hazina mashiko, ni uzushi. Ni waombe basi nyinyi waandishi ili jambo mlifafanua, lakini pia na nyinyi mnapoambiwa jaribuni kuhoji. Na bahati nzuri hizi hoja mbili hizi tutawagawia nyinyi mkazijenge hoja. Tujue kwanza hata mtu anapoumwa na mpeleka hospitali, daktari anapokuja kufanya uchunguzi, hatimaye mnapata majibu kwamba mgonjwa wako anasumbuliwa na kitu fulani. Hata kama imekufa atasema kifo chake kimesababishwa na ugonjwa fulani. Lakini leo tunaambiwa uchunguzi. Leo unaambia Yanga atacheza. Hii timu sio mali yao. Hii Yanga ni klabu. Lakini pia na mwisho niwaambie hawa mashabiki ambao ni wanazamana ya serikali, wasigeuze bunge ni chombo cha mzaha. Bunge ni chombo muhimu, ni baraza la kutunga sheria. Ina maana sheria zote zinaandaliwa pale. Wao wanataka ushabiki wa mpira wakishoka pale wana vilabu vao. Hamisi Minjuma kwanza kafufua mweza Shooting Star. Zungu hajachelewa aje kufufua timu mbili. Ashanti imekufa, Bongo FC kufa. Yeye ni mtoto Ilala aje afufue ili tuonane uwanjani. Sio kupiga upatu bungeni. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu ukatili. Narudia, hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tunatii sheria na taratibu za nchi. Sivyo Yanga wale. Sasa ndugu zangu viongozi wa matawi, nadhani matamko kutoka kwa mratibu wa Yanga mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee mmeyasikia. Na maagizo haya yanakwenda moja kwa moja kwa wanachama na mashabiki wa klabu yetu. Kwa maana tunaposema tunaunga mkono kile ambacho uongozi wetu ulikiandika tarehe 9 kuhusiana na mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3, tunamaanisha kwa sababu sisi ndio tuliowapa dhamana. Na nyinyi viongozi wa matawi ni mashahidi. Katiba yetu inaelekeza wazi kabisa kwamba kwenye klabu yetu chaguzi ziko mbili. Tunachaguana viongozi wa matawi kwenye matawi yetu. Baada ya hapo tunakwenda kuichagua kamati ya utendaji chini ya rais na makamu wake ambao wapo madarakani. Sasa hiki kilichotokea si jambo la kamati ya utendaji ya Yanga, si jambo la mtendaji mkuu wa Yanga, ni jambo la Yanga. Kwa hiyo tunapomaanisha kwamba hii mechi ya tarehe 15 tucheze, tamko hili ni la wanayanga katika kila eneo kwamba tarehe 15 atuchezi. Tumeitana hapa kwa maana ya kwamba kupeana ujumbe na kuziondoa zile taarifa ambazo baadhi ya waandishi na wadau tofauti wakielezea kwamba Yanga itapeleka timu tarehe 15. Sasa sisi tumekuja kuwaambia wanachama wetu na mashabiki wetu kwamba Yanga haitopeleka timu kwa sababu kile ambacho viongozi wetu walikilalamikia tarehe 9 walichokiainisha kwenye ile barua hakijatekelezeka. Na sisi kama wanachama tuna mamlaka ya kuzungumza kwa sababu tumeona lile jambo halijafanyika. Leo hii Yanga kupeleka timu kwa kamati ya uendeshaji wa ligi ile iliyofanya madudu ya tarehe 8. Uongozi wetu kwa maana ya sisi wanachama hatutoruhusu klabu yetu ipeleke timu yetu tarehe 15 kucheza kama wao walivyotangaza kwa bodi ya ligi ile ambayo imeendelea kufanya madudu bila kuwasikiliza wadau wake wengine ambao walipeleka malalamiko ya kimsingi kabisa
na kwa taratibu zile zile ambazo wao wazilielekeza zitekelezwe hawakufanya. Kwa hiyo tunaposema kwamba hatutocheza dabi ya tarehe 15 baada ya ile ya tarehe 8 kuondoka, ni kwa sababu yale tulioainisha kwenye barua yetu, kwa maana ya kwamba bodi ya ligi, kwa maana kamati ya uendeshaji wa ligi kuvunjwa, haijavunjwa mpaka sasa. Mtendaji mkuu wa bodi bado yupo mpaka sasa. Mwenyekiti wa bodi ambaye amepoteza sifa ya kuwa mwenyekiti baada ya kuondolewa kwenye klabu yake ya Coast yupo mpaka sasa. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kushiriki kucheza mchezo mwingine kabla ya hawa ambao wamelalamikiwa kwenye barua ya tarehe 9 wakiendelea kuwepo madarakani. Kwa hiyo hili tunalizungumza kwa sababu ni haki yetu ya kimsingi kabisa ya kuzungumza, na tunalizungumza kwa maana hatuvunji taratibu za nchi, kwa maana ya kwamba klabu yetu haitoshiriki dabi ya Kariakoo ya msimu huu wa 2024-2025 kama yale yaliyoainishwa kwenye barua yetu hayajafanyiwa kazi. Lakini kingine ni kwamba tumesema tuzungumze mapema, kwa sababu hatupendi tuingize mpira wetu kwenye machafuko. Tumekuja katika lugha nzuri kabisa, kama mlivyomsikiliza mratibu na mwenyekiti wa baraza la wazee. Tumewahamasisha wanachama wetu, tumewahamasisha wapenzi wetu, hili hata wale wanayanga ambao ni wajasiriamali ambao walipanga kwenda kukopa pesa ili wakafanye biashara ya kuuza chakula, kuuza vinywaji kwenye eneo la tukio tarehe 15, basi wasijisumbue kufanya hivyo kwa sababu mechi haitokuwepo. Lakini lingine, tunawaagiza viongozi wetu, wapo wadau wetu ambao tuna haki nao ya kimatangazo na kimaudhui, waache kulitumia jina la Yanga kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Ni kinyume na takwa la wanachama wa sisi. Ndio wanachama tumesema tarehe 15 timu yetu haiendi. Tusingependa chombo kingine chochote cha habari au wadau wengine wowote wa habari wakatumia fursa ya kuitumia klabu yetu, wakatumia fursa ya kuitumia logo yetu, wakatumia fursa ya kuwatumia wanachama wetu kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Zaidi ya hapo watatutaka ubaya, kwa sababu hatutokubaliana na hiki wanachokifanya. Kwa hiyo tumewalai katika lugha nyepesi kabisa, kama waelewa waelewe, lakini kama si waelewa tutawaelewesha nini maana ya kufuata taratibu na kutumia logo yetu au kutumia jina letu au wanachama wetu kinyume na utaratibu ambao sisi wenye klabu tumeutabanisha kwa umma. Kwa hiyo ndugu wanahabari, kikubwa ambacho ni mazingatio ambayo sisi tumeyazungumza, kwa maana ya kwamba hakutokuwa na mwanachama yoyote tawini atakayefanya promotion au interview kuelekea mechi ya tarehe 15 bila yale yote yaliyoainishwa kwenye barua yetu ya tarehe 9 mwezi wa 3 yawe yamepatiwa majibu, na ili haki isimame na mpira uchezwe, kwamba hatutokubali kufanya jambo lolote la kimpira la dabi. Ili tuliliweka wazi, na ndio maana ligi mechi tumeshiriki, tunajiandaa sasa hizi na mazoezi kwa ajili ya mechi tarehe 18, kwa sababu lazima tarehe 15, 16 timu isafiri kuelekea Mbeya. Tutakuja kuhitimisha ligi yetu tarehe 22 dhidi ya Dodoma Jiji. Baada hapo tunakwenda kwenye finali ya FA ambapo tutapangiwa uwanja na tarehe husika. Kwa hiyo wanayanga, tujipange katika hayo matukio matatu yaliyobaki mbele yetu. Tukio la tarehe 15 halitokuwa na mabadiliko kama yale tulioainisha kwenye barua hayajafanyiwa kazi abadan. Asante. Baki ile hatuchezi mechi, hatuchezi. Sasa baada ya kauli hii kwamba hili ndio tamko la Dar es Salaam, na tunaamini mikoa mingine ambayo wamenitumia salamu, nimepokea salamu kutoka Mwanza, Mbeya na mikoa mingine kwamba wanaungana na Dar es Salaam kwamba hatuchezi mechi ya tarehe 15. Na mimi niendelee kuwasihi viongozi wetu wa mikoa mbalimbali wawaambie mashabiki na wanachama wapenzi na wetu wa Yanga wasijisumbue kuja Dar es Salaam, kwani mechi ya tarehe 15 haipo. Tumemwambia mtendaji mkuu wa klabu, awaambie maafisa wake asije akafanya mtu kikao chochote kinachohusu mechi ya tarehe 15. Na viongozi wa kamati ya utendaji walilianzisha wao, tukaliunga mkono sisi.
atakayethubutu kupeleka mechi timu yetu tarehe 15 uwanjani, mlango uko wazi. Hatutanii wala tufanye maigizo. Tuko tayari kwa adhabu yoyote watakayoona inafaa kwetu. Kwa kiongozi anayeona kwamba tarehe 15 apeleke mechi, tunawaambia kuanzia injinia mpaka wa mwisho, mlango uko wazi, atuachie klabu. Sasa ili ithibitishe kwamba haya si maneno yangu peke yangu kama mratibu, ni maneno ya wanayanga wote wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa matawi. Jamaa, tunacheza hatuchezi. Sasa ili tuwe na demokrasia nzuri, ili tuwe na demokrasia nzuri kwenye vikao vyetu, kama kuna mwanahabari yoyote ambaye anataka kutuuliza swali lolote kuhusu mechi ya dabi, tuko tayari. Kama kuna anataka kuuliza yupo pale, tusikilize kidogo huko nyuma. Viongozi wa matawi huko nyuma, hebu tutulie kidogo, kwa sababu tusifanye mtaa. Ili jambo liko very serious. Tutulie, tuwasikilize wanahabari. Viongozi wapo, watauliza maswali, viongozi watajibu, tumalize mkutano wetu. Tumewapa ruhusa watuulize. Ngoja tuulize maswali. Mimi ni Twali, natokea Union Sports, na maswali matatu. Swali la kwanza kuhusiana na mchezo na tafsiri yake. Kucheza ni swala lingine, lakini mpo tayari kwa ajili ya kupokea adhabu kutoka kwenye bodi ya ligi, ikiwemo kupigwa faini milioni 5, kupoteza alama 18, lakini pia viongozi wenu kuingia kwenye mfumo kufungiwa mwaka mmoja. Je, mko tayari? Hilo swali la moja. Lakini swali la pili ni msema kwamba serikali iingilie hili jambo. Ni FIFA CAF watamani serikali kuingilia swala la michezo, lakini pia kwenye upande mmoja kwenye maneno yako umesema naibu waziri amelizungumzia, manake ni kauli ya serikali, yeye ni mwakilishi wa serikali kutokea wizarani. Lakini pia waziri wetu Kabudi pia amezungumzia kusema kwamba hilo jambo liko kwenye mamlaka ya TFF, kwa hiyo wao hawawezi kulitolea kauli. Lakini kauli ya serikali manake mechi ipo kwa mujibu wa naibu waziri wa michezo Lissu Mjuni. Lakini swali langu la tatu kuhusiana na anataka promotion ya dabi iendelee, ili hali anayefanya promotion nyinyi ni sponsor wenu na amewalipa hela nyingi na ana haki na nyinyi. Je, kama yeye ataamua kuvunja mkataba na nyinyi kwa hiki kinachotokea, kwa sababu atakosa mileage ya mametia hela kwenu, mpo tayari? Swali yangu ni hapa. Yanga oye. Nitajaribu kuyajibu na mengine atajibu mzee hapa yupo. Wote tupo hapa watatu, tutajibu maswali yote. Nikianza na hili la mwisho. Kwanza nianze na la kwanza. Kwamba je, mko tayari kunyang'anywa pointi na viongozi wenu kufungiwa ama kuingia kwenye mtego wa adhabu? Kwanza ni waombe na niwathibitishie wa Tanzania na wanayanga. Nimesema tuko tayari kwa adhabu yoyote ambayo itaonekana sisi tunastahili kupewa adhabu. Siamini kwamba kuuliza ama kukataa kucheza mechi kwa kutaka kupata ufafanuzi kwamba kanuni gani ilitumika kuahirisha mechi itakuwa ni kosa. Siamini. Watueleze walitumia kanuni gani kuahirisha mechi.
Lakini wamekuja kutuambia kwamba walikuta na viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Watueleze majibu ya hivyo, kwamba rushwa ilikuwaje, nani ametumiwa na rushwa, nani alikamatwa na rushwa, uvunjifu wa amani jeshi la polisi linasemaje, kulikuwa na uvunjifu wa amani wa namna gani, ili tuende kwenye adabu ambayo itakuwa haina makando mengine. Kama hawajatujibu, tuko tayari kwa adhabu yoyote. Lakini wahakikishie Watanzania na Wanayanga, pointi ambazo tumezitafuta kwa jasho letu kwenye viwanja, wachezaji wote wamevuja jasho, haitapotea pointi yetu hata moja. Hili hatulisemi kwa kubahatisha. Tunasema pointi za Yanga ambazo tuna pointi 73 sasa hivi. Wachezaji wetu wamevuja jasho uwanjani, wanachama wametembea mikoa mbalimbali kwa kutumia gharama zao kwenda kuisupport timu yetu. Hakuna pointi yetu ya Yanga itakayonyang'anywa hata moja. Kama kamati ya tendaji walivyoeleza, tutaidai haki yetu kwa njia yoyote ile. Swala la viongozi kufungiwa ndio hivyo, kwamba viongozi wetu kudai kwamba tunataka tupewe ufafanuzi wa hiki, sidhani kama ni kosa la kuwafungia viongozi, sidhani. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na hilo. Lakini pia kama wataona wawafungie, TFF sio wa mwisho. Lakini swala la naibu waziri, tumesema kama alivyosema rais Profesa, la mpira liko kwenye mamlaka ya mpira. Yeye alikuwa na haja gani ya kusema kwamba dabi ipo? Sio kazi yake. Sio kazi yake. Mbona mwenzake alisema kwamba swala hili liko kwenye mamlaka ya mpira? Unasemaje kwamba lazima mechi ichezwe tena uwanja wa Benjamin? Nani kauchagua uwanja wa Benjamin? Yanga tuna uwanja mawili. Baada ya Benjamin kufungiwa tuna uwanja wa KMC. Kama Yanga tunataka kupeleka KMC na tupelekaje Benjamin? Kwa hiyo tunamwambia naibu waziri ameingia kwenye vitu ambavyo sio vyake, angeiga mfano wa mwenzake. Hili lingine naomba kaisi alifafanue zaidi, ila Azam au ama wadhamini wetu. Swala la Azam wameingia mkataba na Yanga. Mkataba ni wa pande mbili, baina ya wao na sisi. Azam watupi hela kama zawadi. Yeye ni mnufaika na sisi ni wanufaika. Tulichokieleza kuelekea mechi ya tarehe 15. Sehemu ya kwanza kwa maana ya Yanga. Tunapozungumzia Yanga ni sisi wanachama. Sisi tushasema hatuchezi. Mwenza wetu anapokwenda kuitangaza hii mechi ni kuingia kwenye wizi ambao sisi tusingependa ipate hiyo kashfa kama alioipata kwenye mechi iliyopita. Kwa maana ya kwamba yeye anafanya promotion, watu watalipia kisungu chao ili waangalie hiyo mechi, si ndivyo? Wana Yanga tumesema tuangalie, tumelikecha shilingi 7,000 kwa ajili ya sinema zetu. Shida iko wapi? Kwa hiyo sisi tulichozungumza ni kwamba hii mechi ya tarehe 15 sisi tulioingia naye mkataba kama Young Africans, wanachama ambao ni wamiliki halali wa hii klabu, hatuchezi. Anafanya promotion na nani? Anamtangazia nani? Sasa kama anaweza atangaze tu kuna mpambano kati ya waendeshaji wa mpira na timu nyingine watakutana huko. Sisi Yanga hatuchezi. Ize kwamba asiingie kuhamasisha mashabiki wetu wakapoteza nauli zao, wakasumbuka kwenye jambo ambalo wenye jambo letu wenye klabu yetu tumesema hatuchezi. Hatujamgusa kwenye mkataba wake, sisi tumempa rai. Kwa maana ya kwamba yeye ana haki ya kutangaza hayo matangazo, hajilizishe. Alifanya matangazo makubwa sana kwenye mechi ya tarehe 8. Ameandika barua ndefu sana kuelekea bodi ya ligi. Hatujui amewaandikia kitu gani. Asiingie tena kwenye huo mkenge. Sisi tumezungumza mapema leo tarehe ngapi? Tarehe 5. Mechi tarehe ngapi? Kuna siku ngapi? Asifanye, asipoteze energy, asipoteze vitendea vya kazi, asitumie roho yetu. Ndio tulichomwambia. Kwa sababu sisi hatuchezi, hatuhusiki kwenye hilo jambo. Sasa kama sisi hatuhusiki, anatangaza zidi ya nani? Kwa hiyo sisi tumetoa rai. Kwa maana kwamba tumetoa rai na tumewaambia viongozi wetu wanajua taratibu za kimkataba, wawaandikie kwamba bwana hili tangazo, hebu sisi hatushiriki kwenye hili jambo, tunaendelea na mazoezi yetu, aje achukue picha. Tunafanya mazoezi pale KMC, tutafanya mazoezi jimu kwa ajili ya kuelekea tarehe 18. Hiyo ruksa afanye promotion, lakini kwa mechi tarehe 15 sisi wenye jambo letu tumesema no.
tutulie. Naomba utulivu. Yanga wewe, tunaomba utulivu. Mheshimiwa Yanga wewe. Huko nyuma tunaomba utulivu. Hakuna jibu, hakuna swali ambalo tunataka kujibu. Umeisoma hizo hoja mbili na umezielewa. Kwanza mwandishi, hizo hoja mbili umezielewa? Kabla sijakwenda kwa ufafanuzi. Umesoma vizuri? Fafanua. Ni hivi, lazima atatokea mtu asema bana, yule ni mtumia wangu na radhi yake. Ndio tunachokitaka. Hoja hii ina maana inatakiwa kwa ilivyotoka na ijibiwe kwa maandishi. Moja, ijibiwe kwa viongozi wa Yanga. Lakini viongozi wa Yanga pia wana hoja walizopeleka bodi ya ligi. Mpaka leo hawajapata majibu. Sasa unapoona itapotokea saa 24, mpira una taratibu zake. Sio saa 24. Mechi lazima ichukue saa 72. Timu inahitaji maandalizi. Sio kifo. Leo Msumi naongea hapa kile hoja kwa Msumi maleo. Mpira huko hivyo. Na ndio maana tunaposema hili na nyinyi ndio tukao upande wa pili, wewe unakwenda kudodosa na kuuliza. Tumetoka mahali fulani tumeambiwa 1 2 3. Hili likoje? Mshawahi kulifanya hilo? Isiyo na nyinyi ndio sehemu mmeungana kwamba Buto kasema nyinyi mnapokea. Ndio maana nisema hivi. Hatuyumbi. Hatuogopi. Tunaheshimu na tunatii taratibu zilizopangwa. Kwa maana zile kanuni zilizopangwa waliandaa wao na vilabu, wao ni wasimamizi. Na wanapofanya jambo lolote la mabadiliko ya kikanuni ndio kana vilabu. Na ndio maana tunataka kusaidia sana. Kwa mjibu wa katiba ya TFF kuhusu vilabu, vinasoma wanachama wanaocheza hii Premier ndio wanachama wa TFF. Na wao ndio wanaoshiriki kwenye uchaguzi mkuu kuchagua viongozi wa TFF. Lakini timu zingine zote badala ya chini hawana haki ya kupiga kura. Hawako Tanzania. Maana mnapoenda kudoroso, wewe unatafuta kushoto na kulia, hapo unapata njia. Unajua hata siafu wanaelekeza jinsi ya kutembea. Na sisi tukatembea hivyo. Tunayafanya haya, tunawasaidia hata nyinyi. Mwisho wake mnaonekana nyinyi pia mnakuwa watu wa milipuko. Mnachukua habari kwenye video vya kahawa mnarusha, na maana ile sifa ya waandishi inapotea. Chombo hiki chombo muhimu katika jamii. Kalamu zenu inafanya nchi itulie, kalamu zenu inafanya nchi ingie kwenye matatizo makubwa. Kwa sababu hicho tunaongea hapa dakika 5 kitasambaa sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo sisi bana hatuogopi. Kwanza niliweke wazi, hakuna mwanachama yote wa Yanga, mpenzi wa Yanga anaiogopa klabu ya Simba. Kama mtu anaweza aweke bingu, kesho sio kesho kutwa tunaenda kuwashona. Nyumba unajua kulala usumbuki kitasa chako unafungua vipi hata kikiwa kidogo tena wakati wa kisa. Mimi nafikiri tena maswali ambayo yatakusaidia kuboresha mchezo katika nchi hii. Lakini tuseme maswali tunakuwa watetezi wanaovunja taratibu za nchi. Hivi pale pakitokea vurugu, nyie kamera zenu zitakuwa hai. Maana kuna machafuko achaguliwa mmoja bwana. Msumi atapigwa hata leo atapigwa. Lakini ndio mwandishi wa habari wapi mshaumia. Yanga wewe. Nishukuru Carlos. Sawa. Ndugu mwandishi, swali lako zuri na msingi na lina faida kwa Watanzania. Na ndio maana Yanga mechi zote imecheza. Zote kiondoeni, hakuna hata mechi moja kwamba Yanga ile timu ya tano. Lakini mechi hizo tunasema chezi kwa sababu endapo bodi ya ligi imekaa hata kesho watoe ufafanuzi, zile sababu zikiwa na msingi tutapeleka timu, na zikiwa zina msingi ndo moto unaanzia hapo. Narudia, nasema hivi, endapo bodi ya ligi itakaa itatoa ufafanuzi ambao unaonekana una msingi, Yanga atakesho kati ya timu. Lakini endapo utatoka sababu hazina msingi, hapo tena kama moto umeongeza petroli, tutaanzia hapo. Sisi mpaka tumjue ni nani aliyofanya haya, kiburi hiki wanakipata kwa nani. Kama kuna mtu mgongoni ambaye ndo chanzo hiki, tunataka tumtambue. Sio tena wa Tanzania, hatutushana. Mtu akipewa mamlaka yatumie kwa utaratibu.
na hata wao wamepewa mamlaka yao kwa utaratibu kwa kufuata katiba ya TFF, si vinginevyo. Ndio maana tunataka ufafanuzi. Huyo anasema hatuchezi, chanzo cha maneno haguswi wala haulizwi, lakini huyo anazulumiwa haki yake ya msingi. Unajua Yanga imezulumiwa haki yake ya msingi. Mechi ya kwanza na Simba sisi tumecheza, Simba wamepata gawio lao, Yanga tumeandaa timu. Wapenzi wa Yanga wametoka safari mbalimbali. Pale ndio msingi wa Yanga ni kupata jasho lake. Yanga haikupata. Labda niukane hivi. Haiwezekani tena watu wale waendelee kugaramia kitu ambacho wao bado wana uchungu nacho. Hatuna ugomvi na chombo chochote. Tunachotaka taratibu zifuatwe kwa maslahi ya hapana wapenda michezo nchini. Basi Yanga itaendelea kucheza michezo kama kawaida. Ndio maana niliotangulia kusema Yanga ina mechi tarehe 18. Yanga ina mechi ya mwisho na Dodoma Jiji. Yanga itacheza finali ya CRDB Bank. Ndio uelekezi. Lakini hii hapa tunataka tupate uchunguzi. Mfano mdogo, kuna watu mikoani kwa wanagoma kuzika ndugu zao mpaka wapate ufafanuzi. Ndugu yetu anamuua nani? Ndio sisi za tumegoma. Ili muelewe. Leo narudia kauli yangu ya mwanzo. Nchi mpira utachezwa. Kama tuende kwenye mahakama za Kiswahili za kawaida, tutakwenda kusindika. Sio mara ya kwanza, ilishatokea hapa FIFA wakashuka na kile wakashuka. Na kufungwa katika mchezo wa mpira kinachobana mtu kwenda mahakamani ni sheria 17. Tuziweke vizuri hizi. Masuala ya utawala watu wanakwenda mahakamani washafungwa. Kashafungwa rais wa FIFA, UEFA, hapa ndani sina sababu ya kuwataja. Kwa sababu wengi wao ndio hao washakwenda jela. Haitakuwa mara ya kwanza. Yanga wao. Pia nipotoe wasiwasi kwamba hoja za Yanga sio hizo tu. Yanga wametoa hoja nyingi kwenye barua yao ya tarehe 9. Kwa kama zitatekelezwa, sisi tunacheza mpira, hatuna tatizo. Ameniuliza mmekwenda kasi. Mmerudi kasi. Yanga wamefanya nini kwenda TFF wapi? Ni hivi. Baada ya Yanga kesi yetu kule kasi kurudishwa kwamba tuanzie kwenye mamlaka za nyumbani, Yanga walitoa taarifa kwamba hatutakata tena rufaa. Na tulifanya hivyo baada ya kuona kwamba barua yetu ya kwanza tulieleza kwamba hatuna imani na bodi ya ligi. Hatuna imani na bodi ya ligi. Huu ndio ukweli. Na rais wa shirikisho alipotoka nje kurudi Tanzania kwa sababu tarehe 8 alikuwa hayupo. Aliporudi badala ya kuwaita Yanga na bodi ya ligi kukaa pamoja kujua tatizo nini, akawa na upande, akaanza kutoa matusi, lugha chafu na kejeli kwetu. Kwa kututaka tukacheze sinema tuache mpira. Kwa tukaona kwamba hatuwezi kukata rufaa kwenye chombo ambacho tayari washamua kwa na upande. Viongozi wakasema hatuwezi kukata rufaa na hatuchezi mechi. Ukawa ni somo wa klabu. Hatukati rufaa na hatuchezi mechi mpaka maelezo yetu ama madai yetu ya tarehe 9 yatimizwe. Sasa kwa sababu hatukwenda tumetoka kasi, tukamwambia turudi kwenye mamlaka za nyumbani. Mamlaka za nyumbani ndio hizi shamwa kwa na upande wao. Tukaona hakuna sababu ya kukata rufaa. Kama utendaji wakatoa taarifa kwa umma na wote mmesoma kama hatuendi, hatukati rufaa na hatutacheza mechi. Kwa rufaa hatukukata na hatutakata. Sababu wetu wanayo. Barua ya 9 wanayo. Nini Yanga wanachokitaka? Wanacho. Wakitekeleza siku acheze mpira. Vinginevyo hiki ambacho mmemuuliza mzee hapo kwamba je, baada ya tarehe 15 hizi nyingine mtacheza, ni kuhakikishieni tarehe 15 ndio itakayotoa mwongozo wa tarehe 18. Sikize vizuri hapo. Tarehe 15 ndio itakayotoa mwelekeo wa tarehe 18. Kwa nini nasema hivyo? Ikitokea tarehe 15 wameingia pale uwanjani bodi ya ligi, hao wenzetu marefari wakasema Yanga ananyang'anywa pointi 15, ligi imeishia hapo. Ligi imeishia hapo. Msikize vizuri. Kauli yetu kama Yanga, hatuna imani na bodi ya ligi. Hatuna imani na bodi ya ligi. Sasa ikitokea tarehe 15, ndio maana nimesema hapa, hatutanyang'anywa pointi yoyote ambayo tumepata kwenye jasho, kwa jasho uwanjani. Ikitokea tarehe 15 wameingia na marefari wao pale,
wameingia na makamisa wao pale, kila kitu kimekamilika. Yanga hatupo. Wakasema Yanga ananyang'anywa pointi zake, Simba anapewa pointi 3, Yanga anafika pointi 15. Ligi ya nchi hii imeishia hapa. Nini kitafanya? Nini kitaendelea? Tutaitana hapa. Nini kitaendelea? Tutaitana hapa, tutajuana hapa baada ya 15. Ndio tumesema hainyang'anywi pointi yetu hata moja. Na wakitaka wafanye hivyo, wakitaka waone, wafanye hivyo tarehe 15.